Msumbusa mambo mengi sana ya kusema, yako mengi mno na watu wengi wataongea tu. Mimi ananigusa kwa sababu miaka ya 90 nilipotoka Roma na kuja Baraza la Maaskofu kama katibu mkuu, kitu cha kwanza nilichokifanya ni kuleta kompyuta, kuhakikisha baraza lote linatoka katika mfumo wa typewriter linaingia mfumo wa kompyuta. Ilikuwa mwaka 91. Na kwa kweli baraza likawa la kompyuta. Na nisema hilo kwa sababu Mfumbusa alipokuja kama mwanafunzi katika chuo cha Nyegezi, wakati ilikuwa chuo cha jamii, Social Training Center, kabla hajawa chuo kikuu, au ndio tulikuwa tunaanza, tuko kwenye mchakato wa kufanya chuo kikuu, akaanza kujifunza mambo ya upashanaji habari, kwa sababu Nyegezi ilijulikana hasa kwa somo la upashanaji habari na somo la uongozi na mahesabu. Na ndio wakati ule palikuwepo Monsignor Deogracias Rweyongeza, ilikuwa inabidi kila mwaka alipie vijana waende Arusha kutazama kompyuta zinavyofanana. Yaani mtu leo hawezi kuelewa. Yaani wanatoka vijana wanakwenda safari ya kutoka Mwanza kwenda Arusha, waende kutazama kompyuta. Sio kujifunza, kutazama tu kompyuta zinafananaje. Na Deogracias mara moja pale akataka sasa pesa zile zinazotumika kwenda kule sasa zinunue kompyuta. Kwa kweli nikasaidia, tukanunua kompyuta tukaziweka. Na Mfumbusa alikuwa kati ya wale wa kwanza waliojifunza na akajijua vizuri mno. Mpaka baada ya hapo Monsignor akaomba abaki pale, afundishe vijana wengine juu ya kompyuta, afundishe vijana wengine juu ya mawasiliano, kitu alichokijua. Na kwa kweli nilipoanzia pale akabakia kama mwalimu chuta, kwa sababu alikuwa amepata naye nini, stashahada. Alikuwa akupata hata shahada kwa sababu chuo kikuu ndio kilikuwa kinaanza pale, akajaingia vizuri. Na akafanya vizuri hivyo. Baada ya kumwomba Askofu Isuja akabaki pale, ndio tukaomba kwa nini huyu kijana mwenye akili hivi asiende kujiendeleza. Na kwa kweli ndipo akatumwa Roma katika chuo kikuu cha Gregoriani, ambacho ni chuo cha Wajesuiti kikubwa sana, kizuri sana. Na mimi nijifunza pale historia. Ni kizuri sana. Na pale akajifunza sio tu shahada ya kwanza, lakini mpaka shahada ya uzamivu. Hivi aliporudi alikuwa amebobea kweli. Na akarudi pale Nyegezi. Sasa kikuwa chuo kikuu sasa. Kikuwa chuo kikuu. Na kaanza kufundisha pale. Mpaka mwaka 2011 alipokuwa askofu. Kwa hiyo alisaidia pale. Kwanza alifundisha, akaweka mambo ya kompyuta yakawa mazuri pale chuo cha Nyegezi, kikawa chuo kimojawapo, ya sasa kikuwa chuo kikuu cha sauti sasa, cha Mtakatifu Agustino. Mambo ya kompyuta yakawa vizuri pale. Jambo la pili, akaimarisha kitengo cha mawasiliano. Kwa kweli katika taifa ndio kilikuwa cha kwanza kwa ubora, na vingine vilikuja kuiga kutoka pale. Jinsi ilivyokuwa inafundisha juu ya mawasiliano. Na bila mawasiliano kwenda na kompyuta vile vile. Akafanya vizuri hivyo, wakamfanya DVCA, yani makamu mambo ya taaluma. Akachukua taaluma yote ya chuo kikuu cha sauti pale kile cha sauti pale. Maana akawa ndiye mtu anayetazama mambo ya taaluma. Na kwa kweli akakipaisha. Ndio wakati walipokuwa na Father Kitima, kwa kweli chuo mpaka kikaja kwa chuo kikuu cha 4 katika ubora taifa. Kikawa chuo kikuu cha 4 katika ubora. Kwa sababu ya nini? Ya taaluma, uzuri wa taaluma ilikuwa inakwenda, mpangilio, walimu. Najua tena wakati nyakazi walikuwa bado wachache. Walimu walikuwa bado wachache, lakini wale waliokuwepo wakaweza kufanya kazi nzuri sana. Hivyo pale sauti kwa kweli alifanya kazi nzuri sana. Mpaka wakati fulani wakamchagua kama mwenyekiti wa Tanzania Media. Yani watangazaji wote wa Tanzania. Wakamfanya yeye ndiye akawa nini? Ndiye akawa mwenyekiti. Na kwa kweli pale amefanya kazi nzuri sana, na amewatayarisha waandishi wa habari wengi, amewatayarisha vijana wengi hata wasiokuwa na habari, kwa sababu alikuwa taaluma yote, na akawatayarisha watu wakajua mambo mazuri ya kompyuta. Sasa hapo ndio Roma ikamwona, wakamchagua kwa askofu 2011. Wawapi? Wa Kondoa. Anazaliwa Kondoa. Unajua Kondoa ni sehemu ambayo wengi sana ni Waislamu. Lakini yeye mzaliwa pale akaweza kuingia vizuri tu na kuleta muunganiko na ushirikiano mzuri kati ya Wakristo walikuwa wachache na Waislamu ambao walikuwa ni wengi.
Hivyo kwa namna hiyo akatengeneza jimbo jipya la Kondoa, ambayo sio kazi rahisi. Hata kama jimbo lako linakuwa ninyi wa Katoliki sio wengi sana, inakuwa sio rahisi sana, lakini akalifanya likawa zuri, akaleta maendeleo pale, licha ya alikuwa anafanya kitaifa, akafanya maendeleo pale jimboni. Sasa huyu ambaye alikuwa tunamjua kwa ajili ya taaluma zake, kwa ajili ya ubobezi wake wa mambo ya kompyuta, mambo ya nini hayo, sasa kaingia mambo ya kilimo na akaanza kufanya kilimo. Juzi hapo kabla hajafariki nilikuwa nipata rafiki nikawapa divai ile nzuri aliyokuwa ameniletea zawadi wakati naadhimisha miaka 25 ya uaskofu. Wote wasema hii divai umeitoa wapi, nzuri mno. Nikasema rafiki yangu kutoka Kondoa ameniletea. Kesho yake napata habari za kifo. Yaani ilikuwa ni kitu kilichonisikitisha sana. Sio tu ile mizabibu, namna ya kuimwagilia, namna ya kufanya hata mailizeti naye akapanda na nini, yani akafanya jimbo ikaanza kujitegemea kwa mambo aliyofanya, hata na majengo ka hoteli pale nini, kumbi. Ukienda pale Kondoa tulioifikia sisi, kwa sababu alipokuwa askofu nilikwenda kule wakati anasimikwa, na ukienda leo ni tofauti sana. Hivi akaifanya, licha ya kufanya kazi ya jimboni kule, akafanya tena kazi ya taifa. Ndiye alikuwa mkuu wa kitengo cha upashanaji habari hapa Baraza la Maaskofu, na amekiendeleza kina tume nzuri, watu wanaofanya video online na kila kitu, kinashindana na wengine wote. Vile vile alikuwa katika chuo kikuu cha Kuwea, yani cha Afrika ya Mashariki, ambacho kilimpenda na akaenda kule akawasaidia kufanya mipango. Ndiye alikuwa anawakilisha Tanzania katika chuo kikuu cha Kuwea, na pale walimpenda kwa sababu alikuwa anaweka mipango mizuri, namna ya kufundisha, namna ya taaluma, namna ya maendeleo mazuri pale. Akafanya hiyo hata kwa vyuo vyetu vingine. Alikuwa katika kansili ya chuo kikuu cha Ruku, na akakiendeleza mpaka kikawa chuo kikuu kinachojitegemea. Kilikianza kiwa kishiriki kinajitegemea Ruku. Alikuwa pale ametia nguvu zake nyingi sana. Na hata na seminari zetu, nakumbuka wakati tunajaribu kupanga seminari zetu, alikuwa ananitumia kila wakati, alikuwa anayaandika akitaka seminari zetu ziwe na hali ya kiuni ya chuo kikuu, seminari zetu kubwa hivi. Akataka zitenganishwe kati ya taaluma ambayo inakuwa taaluma kweli ya chuo kikuu pamoja na malezi, ili malezi yafanyike kweli, sio kuchanganya malezi na taaluma. Mtu ni mwalimu, huku ni mlezi, yani anafanya vyote viwili. Kama anapenda kufundisha, anafanya zaidi mambo ya ualimu, mambo ya malezi anafanya nini, au na wanaolea walee watoto wao vizuri, wawe mapadre. Wale wanaokwenda kufundisha wajue kama mambo ya kufundisha yawe mazuri kabisa, watayarishe masomo yao. Alikuwa amekiweka vizuri, hatujafikia pale, lakini alikiweka vizuri. Hiyo ni katika taifa hapa. Uende wapi? Uende katika AMESEA, uende katika Afrika nzima. Ndiye alikuwa rais wa tume ya mawasiliano ya nchi nzima za SECAM. Yani hiyo ni Afrika nzima, Ndiye alikuwa anasimamia mawasiliano ya SECAM. Na kwa namna hiyo ndio hata na Papa akamwona pale. Ndio juzi tu akamteua aingie sasa ya kimataifa ya Roma. Ni yeye tu na kardinali wa sasa ndio waliteuliwa kwenda kuingia katika tume ya mawasiliano ya kimataifa. Unajua siku hizi mawasiliano ni kitu muhimu sana. Bila mawasiliano hakuna kitu. Bila mawasiliano mambo hayaendi. Hivyo yeye wakamwona ni mmoja wapo anayeweza kuchangia, sio tu kitaifa, sio tu kiafrika Mashariki na Kati, sio tu Afrika, bali alikuwa amechaguliwa kwenda taifani. Hivyo ndio wakati wanakatika. Mimi nakumbuka siku moja tulikuwa Ntungamo, alikuwa amekuja kwa matembezi ya maaskofu, wanatembea. Vijana walipomwona tu wakasema, bwana, huwezi kutoka hapa bila kutupa somo juu ya kompyuta na juu ya AI, artificial intelligence. Yani hivi tu akaanza. Yani hata na mimi nilikuwa nimemtazama hivi tu. Mimi napenda mambo ya kompyuta, lakini nilikuwa namtazama hivi tu alivyokuwa anaeleza vijana. Yani vijana walikuwa hataki somo liishe. Akaanza kuelezea artificial intelligence ni kitu gani, inafanya nini, unaweza kaitumiaje, madhara yake, faida zake, na yani kila kitu. Akawaelezea. Yani kwa sababu vyote vilikuwa wapi? Vilikuwa hapo juu. Kwa kweli alikuwa mtu mwenye akili sana. Mtu mwenye uwezo wa kupanga vitu vikapangika. Na mtu alikuwa anakimbia hata katika mkutano mnakuwa naye, akimaliza tu kidogo mkutano ameshakwenda mahali pengine. Mara ameitwa kutoa talk pale.
mara aitwa kuongea pale, mara yuko jimboni. Jimboni halipati hasara, taifa halipati hasara, nani Afrika halipati hasara, Afrika Mashariki halipati hasara. Sasa alikuwa anaenda kwenye kimataifa. Huyo ndiye Askofu Mfumbusa ambaye kwa kweli yani sio mimi tu, yani kila unayeongea naye unaona kweli sio tu mtu anakufa, kila binadamu ana thamani kubwa sana, lakini huyu alikuwa tunu. Hapa zilikuwa zinapaa sana, akili zilikuwa zinapaa sana, wengine wasema zilikuwa zina charge vizuri sana. Alikuwa na akili sana toka akiwa kijana. Mimi wadao nimemwona akiwa bado Nyegezi pale, alikuwa yani ukimwona huyu ukiongea naye yani kwa muda mchache anakupa vitu vingi sana. Uende kilimo atakwambia, uende kompyuta atakwambia, uende mambo ya upashanaji habari kuandika nini atakwambia. Na alikuwa anaandika sana, vitu vingi sana anavitoa na vitu vingine anavitoa. Tutumaini vitu vingine vitakuja kuvitafuta tuviona hivyo viacha ili viweze wala kutoka visaidia watu wengine. Lakini kwa kweli kwetu sote ni kupoteza sana. Mimi nitasema nilipoteza kijana wangu niliyempenda. Lakini ukienda kwa askofu yote yule, nilikuwa naongea na Askofu Kimario Rogatus. Alikuwa anasema walikuwa pamoja katika Afrika ya Mashariki. Huyu akiwa amesea katika kazi, huyu akiwa kwenye chuo kikuu. Walikuwa wanafanya kazi pamoja. Akianza kukuelezea hautatoka. Yaani askofu yote yule kimshika ana kitu. Wala wale ambao wamekaa naye kwa miaka 5, 6, 7, kila mmoja ataweza kuambia kitu. Kwa wanafunzi wake aliowafundisha watakwambia mambo mengi sana juu yake. Nenda jimboni kwake, wakwambie maendeleo aliyoyaleta pale, hautaweza kuamini. Yaani mtu aliyekuwa anasaidia kila mahali. Hata katika mashamba yetu tulikuwa tumeanza kumuita aje tusaidie kufanya mipango ya mashamba yetu. Tuna mashamba pale Dakawa, tuna mashamba Odeani, ili awafundishe namna ya kulima. Yaani kila mahali alikuwa anafanya nini? Alikuwa anafanya kazi kubwa sana. Hiyo ndio sababu majonzi ni makubwa, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa huyu. Mimi namuita kijana kwa sababu kwa miaka 64, wengi wataona ameshapata umri wa kutosha, lakini kwangu mimi alikuwa ni kijana, niliyemwona akiwa kijana hivyo. Lakini kwa vyote vile alikuwa bado mbichi. Hivyo tunamshukuru Mungu aliyetupa huyu mtu, akatutolea mambo mengi sana, na tunasikitika kwamba ameondoka mapema. Aliondoka mapema. Alafu kitu kingine ni kwamba sote amekufa ghafla. Kumbe alikuwa anaumwa, lakini mtu ambaye alikuwa hataki watu awatie kwenye shida ya kumsikitikia. Hapana. Hivyo ulikuwa hujui kama anaumwa. Alikuwa hasemi. Anakwenda hospitali, anatibiwa, anarudi, anaendelea kufanya kazi, anaendelea kuchapa kazi. Alikuwa halalamiki. Leo ndio nimekuja kujua kwamba tulikuwa mbona Mfumbusa hatujamuona kwa mazishi ya Mwadhama. Kumbe alikuja hapa akashindwa, akazidiwa, hakuweza kutoka baraza la maaskofu kuja kwa mazishi, lakini hakusema, hakutaka mtu aseme kwamba anaumwa sana. Alitaka atibiwe ili watu wasikae pale kusema pole pole nini, watu kuhangaika. Na akipata nguvu kidogo tu yuko kazini. Hivyo mpaka dakika za mwisho hapa alikuwa bado anafanya kazi. Alitoka hapa anaumwa, akakimbia kwenda jimboni kwenda kumalizia mambo mengine. Ndiye akapata ule mshtuko wa moyo, ndiye akaenda. Mtu kiniuliza tujifunze nini kutoka kwake, kwanza tujifunze unyenyekevu wake. Alikuwa mnyenyekevu sana. Alikuwa hajitokezi sana kuongea kuoneni nini. Yeye alikuwa kwenye taaluma yake. Unajua mtu anayeongea mambo ya jamii ya nini anasikika sana. Yeye alikuwa anaongea mambo ya kitaaluma. Na ukimwona lazima uende huko mambo ya kitaaluma. Iwe mambo ya kitaaluma ya upashanaji habari, iwe mambo ya kitaaluma ya kilimo, iwe mambo ya taaluma ya kompyuta, iwe mambo ya taaluma ya programs, iwe yote yale. Je, tufanyeje tupate upashanaji habari iende vizuri? Yeye alikuwa mtu wa kitaaluma. Sio mtu wa kupiga maneno mengi hayo. Na ndio sababu yeye hakuwa mtu mwongeaji sana. Lakini hata katika mkutano watu unaongea, akitoka naongea kitu kimoja, naona mkipangilia 1, 2, 3, 4. Basi unaona kweli ameongea kitu kizuri. Lakini sio mtu wa kuongea sana, hapana. Yeye hakuwa mtu mwongeaji sana. Alikuwa mtendaji na mtoa sera na mtoa mikakati.